Katika jina lako kila kochi litapigwa na kukiri ya kwa Kristo wewe ndiye Bwana. Jehova, asante kwa ajili ya kutulinda kuanzia asubuhi mpaka muda huu. Bwana, etupa neema kuwepo Baba wa rehema nyumbani mwako. Na Baba, tunapopata kibali cha kuingia Baba kwenye kitabu cha Wafalme wa kwanza, neema yako iwe pamoja nasi Baba wa rehema. Penzi yako yakitimia katika maisha yetu Bwana. Na ile neema iliyokuwa pamoja nasi Baba kuanzia kitabu cha kwanza mpaka kitabu cha 10 iwe pamoja nasi katika kitabu hichi Baba wa rehema cha 11. Na Roho Mtakatifu wewe ndio mwalimu bora tuliyeahidiwa na Bwana Yesu. Fundishe neno la Bwana likae ndani yetu kwa wingi. Na katika jina la Yesu Kristo naomba na wote tuseme amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kama wiki mbili zilizopita tulimaliza kitabu cha Wafalme wa kwanza, Samueli wa pili, na tukawa tunaendelea kujifunza mambo machache, na hayo mambo machache hatimaye jana tukafikia mahali ya sasa kuweza kuunganisha kuanzia kitabu cha mwanzo mpaka kitabu cha Samueli wa pili. Sasa tunaendelea kwenye kitabu cha Wafalme wa kwanza. Kitabu cha Wafalme wa kwanza ni kitabu cha 11 kwenye Biblia baada ya kitabu cha Mwanzo, Kutoka, Mambo ya Walawi, Hesabu, Kumbukumbu la Torati, Joshua, Waamuzi, Ruti, Samueli wa kwanza, Samueli wa pili, kisha kitabu cha Wafalme wa kwanza. Biblia ya kwanza iliandikwa kwenye lugha ya Kiebrania, na hiyo Biblia ilikuwa na vitabu 24. Vitabu 24. Ilikuwa Biblia iliyebeba vitabu vya Agano la Kale, lakini ilikuwa na vitabu 24. Baadhi ya vitabu yalikuwa yameunganika. Kitabu cha Samueli ilikuwa ni Samueli, wala haikuwa Samueli wa kwanza na wa pili. Kitabu cha Wafalme ilikuwa ni kitabu kimoja. Kitabu cha Mambo ya Nyakati ilikuwa ni kitabu kimoja. Na kitabu cha vitabu vile vya manabii wadogo 12, vitabu vile vilikuwa ni kitabu kimoja. So vitabu hivyo vilikuwa vinatengeneza vitabu 24. Lakini sasa kitabu cha Wafalme wa kwanza inayo sura 22. Na kitabu hicho mwandishi wake ni nani? Mwandishi wake ni nabii Yeremia. Hiyo ni kwa mujibu wa utamaduni wa Kiyahudi, ama kwa lugha ya Kiyahudi inaitwa Talmud. Kiutamaduni ya Kiyahudi, mwandishi wa kitabu cha Wafalme wa kwanza na wa pili ni nabii Yeremia. Kitabu hicho mwandishi wake ni mtu aliyejua Torati. Ni mtu aliyekuwa anajua neno, anajua Torati, anajua na vitabu vingine, anajua na vitabu vingine, anajua na vitabu vingine. Anajua na vitabu vingine, na aliandika kitabu hicho kutokana na uwezo wa kukusanya taarifa kutoka kwenye
vyanzo tofauti tofauti, na kitabu hicho, kitabu cha Wafalme wa Kwanza, inaanza kwenye mwisho wa utawala wa mfalme Daudi na inakwenda kuishia katika utawala wa mfalme Ahabu, lakini na pamoja nabii aliyefahamika sana, nabii Eliya. Lakini kitabu cha Samueli, Wafalme wa Kwanza na Wafalme wa Pili, ukiyajumuisha kwa pamoja, imebeba kipindi cha utawala wa mwisho wa utawala wa Daudi mpaka uhamisho wa kupelekwa Babeli, ambayo inakuwa ni mwaka huo, ulikuwa ni mwaka wa 586, lakini Suleimani anaanza kutawala katika mwaka wa 970 kabla ya Kristo, na huko ndiko kitabu hicho cha Wafalme wa Kwanza na wa Pili inaanzia. Lakini sasa unaposoma kitabu hicho, watu wengi sana wanaichukua kitabu hicho kama ni kitabu cha historia, lakini wacha nikwambie kitu kimoja, sikudanganye mtu. Kitabu cha Wafalme wa Kwanza na wa Pili sio kitabu cha historia. Ni kitabu ambayo inaelezea taifa la Israeli na wafalme waliyetawala wakati bado taifa ikiwa imeunganika, ikiwa na makabila 12 mpaka taifa hilo ilipogawanyika. Na ni jinsi gani kitabu hicho inaonyesha wafalme waliyetawala kwa kufuatisha Torati ama sheria ya Mungu na kukaa katika mapenzi ya Mungu. Utaona kabisa kuwa walipewa nafasi kubwa wa kuandikwa. Unaona, tukichukulia mfano mfalme Omri aliyekuja kuijenga mji wa Samaria na kutawala miaka 11. Taarifa zake zimeandikwa kwa ufupi sana, kwa sababu alikuwa ni mfalme aliyekuwa anategemea miungu mingine. Lakini ukienda kwenye mfalme wa Yuda ambayo ni mfalme Ezekia, mfalme Josia, utakuta ya kuwa habari zao zimeandikwa kwa mapana, kwa sababu walirejesha watu kwenye agano la Mungu na hata wakapata kuongoza watu kwenye kufanya nini? Kurejea katika zile sherehe za kitaifa zilizokuwa zimeondolewa na wafalme waliowatangulia. Sasa utaona kabisa ya kuwa kitabu hicho imekaa sana kwenye upande wa unabii. Utaona mambo mengi sana na wanabii waliowaongoza wale wafalme. Mara hii tunapoanza kupitia wafalme, itatulazimu tupitie pia na wale waliandika vitabu vya manabii, wale wadogo na wakubwa. Ukumbuke ya kuwa hao walikuwepo kipindi cha utawala wa wale hao wafalme ambao tutawaona. So tutajaribu kuangalia kila mfalme, awe wa Yuda, tutaangalia kwa wakati wa utawala wa mfalme huo wa Yuda. Je, baada ya hiyo nchi kugawanyika, je, upande wa Israeli alikuwa ni nani? Tutajaribu kuangalia wafalme waliyetawala kwa wakati mmoja na manabii waliyewasimamia wa kuwakanya na kuwaonya hao wafalme. Tutaangalia manabii walioitwa kwa ajili ya taifa la kaskazini na taifa la kusini. Na mimi nasema hivi, hii ndio injini ya Agano la Kale. Ndio maana watu wengi sana huwa wanaipita na waongei habari zake. Maana unapopita kwenye kitabu cha Wafalme wa Kwanza, mimi nakuambia kuwa Wafalme wa Kwanza na Samueli wa Pili utakuta kabisa kuwa inaendana na kitabu cha Mambo ya Nyakati ya Kwanza na Mambo ya Nyakati ya Pili. So kuna baadhi ya maeneo kwenye Wafalme wa Kwanza tukipitia,
tutakuwa tunaunganisha na kitabu cha Mambo ya Nyakati ya kwanza na Mambo ya Nyakati ya pili, ili tupate kuunganisha na tuone ya kuwa yanakuwaje. Maana vyote vinavyopatikana kwenye kitabu cha Wafalme wa kwanza na wa pili, hayo yote yanapatikana kwenye Mambo ya Nyakati ya kwanza na ya pili. Tutajaribu kuunganisha ili tuone kwa mapana. Sasa kitabu cha Wafalme wa kwanza, kitabu hicho inaanza katika siku za mwisho za Daudi, Wafalme wa kwanza, na kutiwa Suleimani mafuta kuwa mfalme badala ya baba yake, na kifo cha Daudi. Baada ya hapo, kitabu hicho kimeendelea kubeba kuinuka kwa Suleimani na mafanikio yote ya Suleimani, ukiongelea tabia zake pamoja na hekima aliyepewa na Mungu, jinsi ilivyotenda kazi na kuleta mafanikio. Lakini unapokwenda kwenye ile sura ya 11, kama ulivyoona sura ya 11 kitabu cha Samueli wa pili, Daudi akichukua mke wa mtu mmoja na kumuua, tayari nyumba ya Daudi ikawa ni vurugu mechi. Ndipo sasa tunapokwenda kwenye kitabu hicho Wafalme wa pili, tunapofika kwenye sura ya 11, utaona kabisa mafanikio yale yote yanamfanya Suleimani sasa kila sehemu anakuwa na mke, anaoa wanawake ngapi? 700 na masuria 300, na hatimaye hao wanawake wanamgeuza moyo, na wanapomgeuza moyo, kumbuka ya kuwa anaanza sasa kuabudu miungu mingine na kuwajengea miungu hayo nini? Nyumba. Na hatimaye Mungu anamkanya na kumwambia kuwa ataigawanya ufalme. Makosa anayefanya inapelekea wakati wa mtoto wake ambao ni Rehoboamu, kuanzia sura ya 12, tayari nchi iliyokuwa na umoja chini ya mtawala mmoja inagawanyika, inakuwa nchi mbili zinazotengeneza taifa la kaskazini na la kusini. Na pale moja kwa moja tutaanza kuona sasa wafalme wakianza kupita, upande wa Yuda na upande wa Israeli, kaskazini ikibakia na jina Israeli na upande wa kusini ikiwa na jina Yuda. Lakini kumbuka ya kuwa nilisema hivi ya kuwa ukisoma katika Wakorintho wa kwanza ile sura ya 10 kuanzia mstari wa 6 mpaka 12, Paulo anasema kabisa ya kuwa hayo mambo ya mifano pamoja na yote yanayohusu Agano la Kale yalipata kuandikwa ili kwetu iwe ni mfano wa kujifunza, lakini pia iwe ni maonyo katika sisi ambayo ni waumini wa Bwana. Maana tunaona jinsi watu walitembea na Mungu, waliyekwenda kinyume na sheria zake, waliyetembea katika sheria zake, na yale yaliyowapata, na tukiyabeba hayo, maana waliishi katika ulimwengu wa kawaida, tukileta katika maisha yetu ya kawaida, na hiyo ikiwa kwetu ni njia nzuri ya kupata kumfikia Bwana. Ndio maana nasema hivi, kuna mtu mwingine anasoma Biblia, anaposoma vitabu vile vya Agano la Kale, anasoma tu kwa ajili ya kusoma, maana yeye ajui tofauti kati ya Agano la Kale na Agano Jipya. Lakini kumbuka, msingi wa Agano Jipya ni Agano la Kale, msingi wa Injili ni Torati. Lakini kumbuka, Torati ilitakiwa wale watawala ambayo Mungu alikuwa anawainua kutawala taifa la Israeli kabla haijagawanyika, na hata baada ya kugawanyika walitakiwa waongoze watu. Lakini kumbuka, Mungu akiwa ndio mtawala, maana ule utawala ulikuwa ni utawala wa kimungu,
ulikuwa ni utawala wa theokrasia. Ndio maana nasema hivi, tutaona mambo mengi sana yanayohusiana na masuala ya kinabii. Ndio maana vitabu hivyo usikichukulia kama ni historia, basi utakosea, maana huwezi kuelewa kitu. Lakini kumbuka, muunganiko huo unafanya nini? Unawezeshwa na habari za kinabii. Ndio maana mimi nasema hivi, tunaanza tena safari ambayo ni ndefu sana, kuanzia katika kugawanyika kwa ufalme wa Israeli mpaka taifa la kaskazini kupelekwa utumwani Ashuru katika mwaka wa 722 na taifa la kusini ambayo ni Yuda ikija kupelekwa utumwani katika mwaka wa 586. So umeona vitabu viwili inabeba ni matukio yaliyotokea katika miaka 400 sawasawa, kama kitabu cha nini, kama kitabu cha Waamuzi iliyebeba matukio yaliyotokea katika kipindi cha miaka kama karne kama 4. So hebu tuende sasa moja kwa moja kwenye kitabu hicho ili tupate kuona mambo machache. Sasa naomba nikupe muktasari, alafu baada ya hapo kuandikwa kwa kitabu hicho kimeandikwa katika mwaka wa 560 mpaka mwaka wa 550. Hiyo ni kabla ya Kristo. Ukiona imeandikwa K na K ina maana kabla ya Kristo. Ukiona imeandikwa BC maana yake ni baada ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. So muktasari wake sura ya kwanza mpaka 11 imebeba siku za mwisho za ufalme uliounganika wa Israeli. Sura ya kwanza mpaka sura ya 11, siku za mwisho za ufalme uliounganika wa Israeli. Umeona sasa hizo sura 11, na maana baada ya sura ya 11 moja kwa moja ufalme uliounganika wa Israeli inapata kugawanyika. Na umeona sasa inavyogawanyika, ina maana moja kwa moja tunaanza kuona, tutaona kabisa kuwa taifa la kaskazini ambayo iliitwa Israeli ilikuja kutawaliwa na wafalme 19, lakini taifa la kusini inaitwa nini? Inaitwa Yuda, ilikuja kutawaliwa na wafalme 20. Lakini kimsingi wa Israeli wao hawahesabu kama 20, wanahesabu kama 19, maana yule mwanamke Athalia aliyetawala Yuda, wao hawahesabu wanawake. Lakini kumbuka ya kuwa kwa Wayahudi wao wanasema ya kuwa Yuda ilitawaliwa na wafalme 19, lakini ni vizuri mwanaagizo kuseme kabisa ya kuwa walitawaliwa na wafalme 19 na malkia mmoja, kama tunavyosemaga ya kuwa watoto wa Yakobo walikuwa ni wa kiume 12 na wa kike mmoja. Kwa sasa hivi tunahesabu watoto wote wa kike na wa kiume. Nani ananielewa? Nione kipunga hivyo kusema haleluya. 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 Sasa unaweza ukaweka sasa namba ama moja kwenye mabano. Hii sasa ni sura ya kwanza mstari wa kwanza. Sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka sura ya pili mstari wa 11. Sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka sura ya pili mstari wa 11. Siku za mwisho za Daudi na usia wa Daudi kwa Suleimani. Siku za mwisho za mfalme Daudi na usia wa Daudi kwa Suleimani. Hiyo ni sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka sura ya pili mstari wa 11. Umeona sababu ya dondoo hizo ni nini? Inakupa mwongozo na inaweza ikakufanya uelewe kwa urahisi sana, maana Biblia zetu zimeandikwa kiasi kwamba huwezi kujua usome wapi mpaka wapi. Dondoo hizo zimebeba ujumbe zinazoendana. Bwana Yesu asifiwe. Anayeandika hizo muktasari vizuri, tayari inakuwa nyepesi kwake kupata kusoma na kuelewa. Na ndio maana shetani ameweka kitu
Biblia zote zimeandikwa kiasi kwamba hakuna hata ujumbe mwanzo wa sura. Hakuna hata zile jumbe ndogo ambayo zinabeba aina za nini ujumbe utakayepata kwenye kila sura. Lakini hiyo ni njia ya kufanya watu wasielewe, wasome tu kana kwamba wanasoma magazeti. Hata magazeti ukisoma utakuta ya kuwa bana vichwa vimeandikwa pale. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utakuta imeandikwa tu kitabu cha Wafalme, lakini sura ya kwanza inaongelea nini? Hakuna sono. Maana hiyo ni mpango wa shetani. Maana Biblia haikuaga hivyo tangu mwanzo. Lakini shetani amepenyeza watu wake katika watu wanaohusiana na Biblia. Ndio maana usipokuwa makini, kuna maeneo mengine utaona kabisa hata maandishi yako sahihi. Mara nyingi sana tunapitia maeneo mengi tukiweka sawa. Nani amewahi kuona tukiweka sawa? Tumekuwa tukiweka sehemu sawa, tunaandika upya sehemu ambayo ilikosewa na kalamu ya mwandishi ama kalamu ya mchapishaji. Bwana Yesu asifiwe. So hiyo siku za mwisho za mfalme Daudi na wosia wa Daudi kwa Suleimani. Sura ya 2 mstari wa 12. Sura ya 2 mstari wa 12 mpaka sura ya 4 mstari wa 34. Sura ya 2 mstari wa 12 mpaka sura ya 4 mstari wa 14, mstari wa 34, sorry. Narudia tena kwa faida ya mtu mmoja. Sura ya 2 mstari wa 12 mpaka sura ya 4 mstari wa 34. Hekima yake utatapata katika sura ya 2 mstari wa 12 mpaka sura ya 4 mstari wa 34. Utapata Suleimani, alafu naweka koma tabia na hekima yake. Tunakwenda kwenye sura ya 5 mpaka sura ya 8. Sura ya 5 mpaka sura ya 8, kujengwa kwa hekalu. Sura ya 5 mpaka 8 kujengwa kwa hekalu. Tutaona jinsi hekalu lilivyojengwa ndani ya miaka 7. Tutaiona vizuri sana na kwa mapana na kwa undani, na kwa msaada wa Mungu nadhani mtu mmoja atapata kuelewa zaidi. Sura ya 5 mpaka 8 kujengwa hekalu. Sura ya 9 mpaka 11, sura ya 9 mpaka 11 ni mafanikio na anguko la Suleimani. Umeona, panapotokea mafanikio uwe makini kabisa. Tulivyoona kwenye ile Samueli wa pili, tuliona tu mafanikio ya Daudi tu ilipokwenda juu kabisa, hatimaye anguko ikapiga odi. Unaona hapa pia kwenye sura ya 9 mpaka 11 mafanikio na anguko la Suleimani. Utayaona jinsi mafanikio yalivyomletea anguko. Mafanikio na anguko la Suleimani, hiyo sura ya 9 mpaka 11. Sura ya 12 mpaka 16. Sura ya 12 mpaka 16 ni mgawanyiko wa ufalme. Mgawanyiko wa ufalme na Ahabu kuwa ni mfalme. Mgawanyiko wa ufalme na Ahabu kuwa ni mfalme. Hiyo ni sura ya 12 mpaka 16, mgawanyiko wa ufalme na Ahabu kuwa mfalme. Tutaona alikuwa ni mfalme wa taifa lipi na baada ya nani. Tutayaona kuanzia sura ya 12 mpaka 16, mgawanyiko wa ufalme na Ahabu kuwa mfalme. Alafu sura ya 17 mpaka 22 andika Elia. Weka kwenye mabano nabii, unaweza kaandika nabii Elia, lakini tutaona Elia ni nani, tutaona matukio yake. Na mara hii tutakapomaliza kwa msaada wa Bwana, utaweza kubakia kama ulivyokuwa. 17 mpaka 22 Elia. Tulipofika sura ya 2 mpaka ya 4 tulipata mstari wa 12 mpaka 34. Sura ya 5 mpaka 8 tulipata mistari yake. Wala hii andika tu sura ya 5 mpaka sura ya 8. Ina maana mistari yote. Na hii sura ya 9 mpaka 11 ina maana mistari yake yote. Na hii sura ya 12 mpaka 16 ina maana mistari yake yote. So andika tu sura ya 15, sura ya 9 mpaka 12, sura ile ya 8 mpaka 5 mpaka 8
So bila shaka ina maana ukiona tumeandika tu sura, ina maana mistari yake inakuwa kuanzia kwanza mpaka kwa mwisho. 17 mpaka 22 nimesema Elia. Sasa kabla sijaingia kwenye sura ya kwanza, kitabu hichi ina muunganiko gani na Agano Jipya? Maana kwa mtu anayesoma kama gazeti ama kama historia hawezi kutaka kujua ya kuwa inayo muunganiko gani. Lakini je, kuna sehemu yoyote kwenye kitabu cha Wafalme wa kwanza ambayo imenukuliwa na Yesu kwenye Agano Jipya? Umeona tofauti ya mtu anayesoma katika muongozo wa Roho Mtakatifu, jinsi anavyokuwa tofauti na mtu anayesoma tu kwa ajili ya kuisoma. Bwana Yesu asifiwe. So hebu nikwambie machache. Bila shaka unaposema ukoo wa Yesu Kristo, ukianzia kwenye vizazi 14 ya pili, baada ya vizazi 14 ya kwanza, ambayo ni kuanzia kwa Ibrahim mpaka kwa Daudi. Unapoanzia vizazi 14 ya pili, ambayo ni kuanzia kwa Daudi mpaka ule uhamisho wapi kwenda wapi? Kwenda Babeli. Kumbuka ya kuwa unapotoka kwa Daudi unakwenda kwa Suleimani. Hatimaye ukienda utafikia kwa Yesu Kristo. Ina maana bila shaka huu mgawanyiko itatuonyesha kuwa upande wa Daudi ulibakia kwenye utawala hata walipotoka wapi? Hata walipotoka kule Babeli utumwani. Tunaona watu kama Sealtieli, watu kama Zerubabeli, wale wote walikuwa ni umbali wa Daudi, lakini wakiunganika moja kwa moja kuelekea mpaka wa mafuta aliyetabiriwa, ambayo alikuwa ni Masihi kwa Kiyahudi, lakini kwa Kiunani akiitwa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hebu nisomee kwenye Agano Jipya. Yesu na Agano Jipya inasema nini juu ya kitabu cha Wafalme wa kwanza? Hebu soma Mathayo 12 mstari wa 42 uone Yesu alisema nini juu ya nani? Juu ya Suleimani na mali zake zote. Wacha nikuambie watakatifu wa Bwana, Suleimani alihisi kufuru. Suleimani alikuwa ni mtoto aliyezaliwa tayari. Daudi ameshafanya nini? Alizaliwa wapi? Ni watoto aliyezaliwa Yerusalemu. Tayari Daudi ameshafanya nini? Ameshakuwa ni mfalme wa makabila yote ya Israeli. Na kumbuka ya kuwa akaishi maisha yale ya luxury, lakini alipokuja kuwa ni mfalme sasa, kumbuka ya kuwa baba yake alishakusanya karibu vitu vya kutosha kujenga hekalu. Alikuwa na kila kitu, alirithi kila kitu. Je, wewe uliyerithi kila kitu kutoka kwa baba na mama yako, je, ukoje? Wewe unayetaka kuja kurithisha watoto wako kila kitu, je, umewaandaje? Hii ndio shida iliyopelekea Suleimani kubweteka, na hatimaye akitaka sasa kila sehemu afanye nini? Usione sketi. Akiona sketi tayari anapiga hodi, nataka nioe. Wote hao mwanamke 700, wewe umekuwa nini? Lakini hii yote ni ile mafanikio. Wacha nikwambie, Suleimani alikuta Daudi amekusanya dhahabu kama takataka. Suleimani, yani ukiingia kwenye ufalme wa Suleimani, mpaka ngao za watu wanayekwenda kupigana zilikuwa ni dhahabu, mpaka vikombe, mpaka kila kitu ilikuwa ni dhahabu. Lakini Yesu anaionaje ufalme wa Suleimani, ambaye Suleimani aliingiwa na tamaa, akawa sasa anataka kuwa zaidi ya waliyemtangulia na hata watakaye kuja baadaye. Kumbuka ya kuwa alipewa mafanikio si mchezo, maana nyimbo 1005 alizitunga, achia mithali 3000 ambaye alizitunga. Lakini kumbuka ya kuwa hawa wanawake 700 na 300, ina maana mtu huyu alikuwa na watoto wengine, hata wakimwita baba anakuuliza wewe ndio mtoto wa nani yule?
Maana kuna wanawake wengine alikuwa hata hawezi kupataja hao 100, lakini angeweza, maana yeye alikuwa ni mtu mwenye hekima ya kuweza kutunga methali ngapi? 3,000. Lakini kumbuka ya kuwa watoto walikuwa wengi namna gani. Lakini hebu sasa tuone Yesu alimchukuliaje. Yesu alistajabisha watu akisema kabisa kuwa hata maua tu ya kondeni yalipambwa vizuri kuliko vyote alivyokuwa anahangaika nayo nani? Suleimani. Maua tu, maua ya kondeni yamepambwa na yamepambika, hata alihangaika nayo Suleimani, na kumfanya wote mapembe, mpaka kila mwanamke anaibeba mabegani, mpaka wanamgeuza moyo, mpaka anakwenda kinyume na Mungu. Aliyeleta shida ya Israeli kugawanyika nani? Suleimani. Daudi yeye akaleta shida mgawanyiko kwenye familia yake. Suleimani akaona hii hajatosha bwana, hii ya nyumbani, hebu mimi nigawe taifa. Wewe je, usibebe matatizo yako ama ya ukoo wako na kupeleka kwenye ngazi ya taifa. Kumbe tunaweza tuombe, kuna matatizo mengine ambayo yanakabili taifa ama mikoa ama wilaya ambayo watu wamezitoa alafu wakazipeleka. Suleimani akairithi nini? Familia iliyogawanyika. Hatimaye alichoweza kukifanya ni nini? Kuipeleka na kuigawa taifa. Ilitakiwa igawanyike akiwepo, lakini kumbuka, kwa heshima ya Daudi, baba yake Mungu anamwambia kuwa kwa heshima ya Daudi nitaigawanya baada ya nini? Baada yako. Maana wewe unasafiria lift. Maana Mungu alimwahidi nani? Mungu alimwahidi Daudi ya kuwa mwanae. So wa kwanza huyu alipata kibali hicho. Hebu soma hapo tuone kwenye Mathayo 12:42. Nataka niende taratibu, maana hiyo ndio engine ya Agano la Kale. That is the engine of the books of Old Testament. If you understand the kingdom of southern and northern, definitely I'm assuring you that you will understand the Old Testament. Without understanding the kingdom of southern and northern, forget about understanding the Old Testament. Nasema hivi, unapoongelea habari za utawala, ufalme wa kaskazini na kusini, ambayo tunayapata sana kwenye Wafalme wa kwanza na Wafalme wa pili na kwenye nyakati ya pili, mimi nasema hivi, usipoelewa vitabu hivi vitatu, if you don't understand the 3 books, 1st and 2nd Kings and 2nd Chronicles, forget about understanding the books of prophets, starting from the book of Isaiah up to the book of Malachi. Forget. Nasema kuwa yani, nasema kwa Kiingereza ili mtu mmoja aliyopo mbali anayeelewa Biblia anielewe. Nasema hivi, usipoelewa kitabu cha Wafalme wa kwanza na wa pili na Mambo ya Nyakati wa pili, sahau kabisa kuelewa vitabu vya wale manabii kuanzia Isaya mpaka nini? Mpaka Malaki. Maana tutawachomeka vitabu hivyo hapa katikati kwenye vitabu hivi vitatu, kwenye kitabu cha Wafalme wa kwanza, wa pili na Mambo ya Nyakati wa pili. Nione mtu akipunga hivi kama unanielewa. Tulia. Wacha nikwambie, unaposoma habari za Isaya, usipoelewa ya kuwa Isaya alizaliwa wakati wa mfalme yupi na alianza utawala baada ya kufariki kwa mfalme yupi na alikuwepo mpaka kwa mfalme yupi, unaposema kuwa alipokufa mfalme Uzia na alimuona Bwana, mfalme Uzia alikuwa ni mfalme wa ufalme gani? Umeona jinsi ambayo Biblia inakuwa challenging. So unapoelewa huko wafalme, unaweza kusema tu alikuwa ni mfalme Uzia, lakini mfalme wa kaskazini ama kusini, baada ya nani na kabla nani, mwaka gani? Je, alitembea na Mungu? Lakini je, huyu Uzia ambayo jina lake lingine alikuwa anaitwa nani? Hazaria. Mafanikio aliyepata ilimpelekea wapi? Aliishia vibaya yule. Alipata ukoma yule. Aliingia nyumbani mwa Bwana kutoa sadaka yule. Aliwadharau mpaka, yani alivyoona amejenga, ndio mtu aliyejenga mtambo wa kutupa nini? Yani kutupa mawe na kulima na kufanikiwa na kushinda kabisa.
hatimaye. So tunaanza kujifunza kwa mafanikio kwenye Agano la Kale, kwenye taifa la Israeli, watu waliyekuwa karibu na Mungu, mafanikio kumbe ni sumu. Uwe makini kabisa unapoona mafanikio yakigonga mlango wako, jue kabisa ya kuwa wanaambatana na anguko. Nini? Utajikweza. Watu wa Mungu, acha nikwambie, kuna watu ambao wamekuwa vicheche kwa sababu ya hela waliyekuwa nayo. Anapokuwa na dada anaweza kamiliki kila mwanamke. Kuna watu ambao fedha aliye nayo ninataka jionyeshe. What is money? Money is nothing. Watakatifu wa Bwana, wacha nikwambie, pesa sio kila kitu. Najua watu wanayenipigia simu kutoka duniani kote ambayo anayo pesa, na ninapomwombea wala fedha zake namwambia iweke mbele. Kwa nini? Petro alimwambia yule nani yule? Ba Yesu nani? Simon. Inakuwa fedha zako, alisema Bwana, mimi naona kama mnabatiza watu mnawekea hebu niwape hela na mimi nipe hii nguvu. Akaambiwa potelea mbali na fedha zako. Nasema hivi, fedha sio kila kitu. Unapotaka kujua Biblia, chukua fedha weka nyuma. Take money behind you. Utaelewa Biblia. Lakini vinginevyo, fedha inakuwa ni adui ya mtu kuelewa Biblia. Bwana Yesu asifiwe. So natoa tahadhari, maana nataka mwaka huu watu tuelewe Biblia. Na ukisema mchungaji anatufundisha yao wafalme Bwana historia, mimi nitaomba, utaona naye. Nitaomba naye utaona. Kila mfalme nitaomba naye. Kila hatua nitaomba naye utaona matokeo yake. Ili ujue kabisa ya kuwa anayefundisha historia haombi naye. Mimi nitafundisha, ndio maana ninapofundisha chochote kwenye Agano la Kale, hiyo ilikuwa ni kivuli cha Agano Jipya. Ndio maana tunaona kitabu cha Wafalme ya kuwa Yesu alinukuu, lakini pia huwezi kusema ukoo wa Yesu Kristo pasipo kupitia wale wafalme. So watu wengi wakifika kwenye Mathayo sura ya 1, ukoo wa Yesu Kristo, mwana wa Daudi, mwana wa Ibrahimu, anaruka. Anaanzia pale baada ya nini? Baada ukoo wa Yesu. Lakini utaanziaje baada ukoo wa Yesu? Unatakiwa ujue ukoo wa Yesu, lakini ukoo wa Yesu. Wafalme wengi wako kwenye kitabu cha Wafalme wa kwanza na Wafalme wa pili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Najaribu kuongea kwa taratibu ili mtu mmoja anielewe. Maana najua tulivyopitia kipindi kilichopita, ulitoka kapu. Anayesema kwa mchungaji ni kweli, nione ukipunga hivi ukicheka kidogo tu. Wala usema unacheka tu, maana najua ulitoka kapu wewe. Lakini ndio maana leo hii mimi naweka maandalizi. I am laying foundation for somebody just to understand the kings and the kingdom. Umejua kuna wakati mwingine unaweza kaniona ukasema mchungaji unawaza nini? Eti tunaweza kufundisha watu eti wafalme wa Yuda, wafalme wa Israeli. Mchungaji unatafuta watu nini wewe? Nasema hivi, there is something great the Lord is preparing here. Something very great. Mungu anaandaa jambo moja hapa ambao ni bomu itakayemlipua shetani. Haya ndiye kufundisha ndio ananifanya niwe hivi. Hata wewe mwenyewe unajua kabisa kwa mtu akinichokoza kwenye Biblia, tunapaa tupai. Tunapaa. Tutaruka leo tutaruka. Asipokimbia. Hebu soma kwenye Mathayo 12:42. Naomba kabisa wanafunzi wa Yesu, tunataka tujue Biblia. We are not here to joke. We are here on a serious mission. Ndio maana kuna darasa lingine nimeanza nayo hapa, wale darasa la uongofu wale wapya. Nimeanza nao hapa na kuwafundisha saa 9, saa 10 mpaka saa 11:30. Ukipata nafasi, wale ambao hawakuwepo kule nyuma 2015 tulivyoanza. Tumeanza nao. Nasema hivi, hakuna jinsi utakavyojua Biblia pasipo kurudiwa na pasipo kukaa katika mapenzi ya Mungu. Na kuambia ukijua vitabu hivi tunayepitia sasa, Agano Jipya ni nyepesi. Maana Agano Jipya imejengwa juu ya vitabu hivi. Tumeona vitabu vya Samueli wa kwanza na wa pili tofauti. Tukiona kabisa Daudi, umejua kuna kitu ambacho mimi nimeshangaa kweli marai.
Unakuta kabisa maneno ambayo alitamka Daudi kwenye Zaburi kule, eti ndio Yesu anatamka. Daudi anasemaje? Anasema kabisa, anayekula mkate wangu amefanya nini? Ameninunulia kisigino chake. Kumbe Daudi alikuwa ni picha ya Yesu. Ahithofeli ambayo alimsaliti Daudi alikuwa ni picha ya nani? Picha ya Yuda Iskarioti. Ahithofeli alipoona ushauri wake haujatekelezwa na Absalom, ushauri wa Husai ndio imetekelezwa, akaenda akaandaa nyumba yake, akaenda akajitia kitanzi, akafa. Yuda alipoona kabisa amewarudishia fedha zao, hawezi kumruhusu kumwacha Bwana awe huru, akaenda akajitundika. Lakini umeona sasa maneno yale ambayo yametajwa pale. Kuna Zaburi ya 22 ambayo inakuwa ni Zaburi ya msalabani. Lakini yale aliyepitia Daudi ilikuwa ni picha ya aliyepitia Yesu Kristo. Mjenzi asipoelewa ramani hawezi kujenga nyumba itoke vizuri. Ndio maana nasema hivi, siku zinakuja ambayo watu watatoka hapo, wataongea Biblia mpaka watu wengine watakaa chini na kumtukuza Bwana. Tutaongoza watu na kupeleka kwenye ufalme wa Mungu, kwa sababu ukijua Biblia kweli kweli, ukiomba naye inaleta majibu. Ndio maana mimi mtu anayebisha, ukinibishia Yesu ni Mungu, pale nakwambia stop, nataka nikudhibitishie Yesu ni Mungu. Naomba maombi mafupi tu kwenye Biblia, nikimdhihirisha Yesu ni Mungu, alafu nasema hewa hiyo ikate sasa hivyo. Hujadondoka chini. Ndugu zako hawajanifuata kwa nguvu zote, akwa nikuzimue. Nikuzimua utaongea tena Yesu si Mungu. Nyuma nasema hivi, neno la Mungu limekosa nguvu yake, kwa sababu ni nani anayetufundisha neno la Mungu la kweli? Tutoke kwenye hizi bla bla mstari moja moja. Let us go back to the drawing board. This is the time. This is the right time. Hiki ni kizazi ambacho kinaandaliwa kwa nyakati za mwisho. Shetani anajua wakati wake ni mfupi, lakini ilitabiriwa na manabii kuwa nyakati za mwisho, jinsi maji yanapojaza nini? Bahari, ndivyo hekima na nini na maarifa tajaza nini? Dunia. Lakini utayapata wapi hekima na maarifa? Mtu akija anachukua mstari yake alafu anakuja, I want to teach you about the love. You know love. Love. Anashuka na upendo, lakini upendo huo, hebu nionyeshe upendo kwanza kwenye Agano la Kale. Nionyeshe kwanza. Tumemtambua shetani, sema tumemtambua shetani na ila zake. Tumemtambua shetani na ila zake. Na lazima tualie. Lazima tualie. Kama utamliza ni wewe, mimi nitamliza. Hebu soma twende kwa jina la Yesu. Malkia wa Kusini atasimama siku ya hukumu pamoja na watu wa kizazi hiki. Naye atahukumu kuwa wamekosa. Kwa sababu yeye alikuja kutoka pande za mwisho za dunia ili aisikie hekima ya Sulemani. Na hapa yupo aliye mkuu kuliko Sulemani. Umeona? Utaona kwenye sura hapo ya 10, utaona Malkia wa Kusi alikwenda kule kuona hekima ya Suleimani. Ukisoma kwenye Talmud ambayo ni kitabu cha utamaduni wa Israeli, utasoma kabisa kwa Suleimani alizaa na huyo malkia wa nini? Malkia wa Kushi huyo. Ndio maana Wayahudi wako hapo Ethiopia hapo. Lakini kumbuke hapo, alitoka kwenda kuona hekima. Hata waliye kwenda kuona hekima Suleimani aliwajua. Suleimani wewe bwana, Suleimani wewe mtoto wa Daudi. Na ndio maisha watu wanaishi sasa hivi. Anayeimba kwaya anajua. Anayeimba kwaya, anayehubiri, anayefanya nini? Huu ndio uchafu uliyejaa kanisa. Lazima iwe ni mfano na maonyo kwetu, kama Paulo aliposema kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 4 mpaka 11. Unaweza wewe yasikupate, lakini watoto wako umeingiza kwenye matatizo. Tusiingize watoto wetu na uzao wetu kwenye mabaya.
Baba zetu walituingiza kwenye mabaya, maana hawakumjua Mungu wa kweli. Lakini sisi tuliyepata neema ya kujua Mungu wa kweli, lazima tutengeneze wanayekuja nyuma yetu. Kama Yesu akichelewa kurudi, basi katika uzao wako pasiupo na mabaya yote kutoka kwako, na uwe ndio umekata kabisa ule muunganiko wa mabaya. Tumeona sasa Yesu anasema pale, anataja jinsi Sulemani alivyokuwa na ukuu wake, lakini anasema ya kuwa pana mkuu kuliko nani? Lakini Sulemani ndiye aliyekuwa mkuu kuliko wote. Mungu anamwambia kwenye ndoto pale, tunaona kwenye sura ya 4 pale ambapo sura ya 3 anapokwenda wapi? Anakwenda kule Gibeoni, anapokwenda kumtolea Bwana nini? Sadaka. Usiku Bwana anamtokea ndotoni, alafu anamwambia ya kuwa nichagua unachotaka nikupe nini. Ndotoni anasema nipate kibali cha kuingia na kutoka mbele za watu wa Mungu. Hekima hiyo Mungu anasema, maana kwa kunichagua mali, kuchagua fedha wala mali, nami nitakupa hekima na pia nitakupa mali kuliko wote waliokutangulia na wote watakaye kufuata. Hebu pata picha ya kuwa ng'ombe waliyekuwa na kufa kwenye nyumba ya Suleimani inaliwa na wamama 1000. Achia watoto na wale wafanyakazi wao na ndugu zao. Ndio maana mzigo huo ulitwikwa Waisraeli. So Yesu anasema yuko mkuu kuliko aliyekuwa mkuu kuliko wote. Hebu tupigie huyu mkuu makofi. Kwa wakuu. Yesu anasema kabisa yeye ni mkuu kuliko Suleimani. Lakini ukisoma ile Mathayo sura ya 5 utaona kabisa akisema habari za nini? Habari za ufalme wa Suleimani haukuvikwa vizuri kama majani ya nini? Ya konde, ama maua konde. Lakini nimepata picha kwa, nimekuonyesha maandiko mawili ambayo tayari Yesu anagusa kitabu cha Wafalme wa kwanza na kugusa ufalme na mfalme aliyevuma. Kumbuka ya kuwa ufalme wa Suleimani ilivuma kuliko hata baba yake. Sasa hebu tuende sasa kwenye Wafalme wa kwanza. Sasa Wafalme wa kwanza iko kwenye ina dondoo 9. Wafalme wa kwanza ina dondoo 9. Hebu tuende tupitie hii Wafalme wa kwanza inayo dondoo 9. Kipengele hicho ambayo nimehitimisha hapo, hiyo ilikuwa ni msingi wa kitabu cha Wafalme wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. So twende kwenye sura ya kwanza. Hatuhitaji kulaza damu. Siku za mwisho za Daudi. Dondoo ya kwanza ni Daudi anakaribia kufa. Daudi anakaribia kifo. Hii ni mstari wa kwanza mpaka wa 4. Daudi anakaribia kifo. Yawezekana Daudi wako anakaribia kifo, lakini sijui kama akifa utakaa vizuri. Bila shaka yawezekana unaweza kukaa vizuri. Daudi anakaribia kifo. Daudi wake ndio huyo hapo anakaribia kifo. Daudi wake hapo anakaribia kifo. Hebu tupigie Bwana makofi makubwa. Amen. Daudi wake anakaribia kifo huyo hapo. Amen. Daudi wake anakaribia kifo. Ina maana baada ya kifo cha Daudi wake ataishi vizuri. Amen. Dondoo ya pili, Adonia afanya njama kuwa mfalme. Adonia afanya njama ya kuwa mfalme. Adonia afanya njama ya kuwa mfalme. Hiyo ni mstari wa 5 mpaka wa 9. Mstari wa 5 mpaka wa 9. Adonia afanya njama kuwa mfalme. Dondoo ya 3, Nabii Nathani amshauri Bethsheba juu ya Adonia. Nabii Nathani amshauri Bethsheba juu ya Adonia. Hii ni mstari wa 10 mpaka 14. Nabii Nathani amshauri Bethsheba juu ya Adonia.
mstari wa 10 mpaka 14 hiyo. Dondoo ya 4. Bethseba amwendea Daudi juu ya Suleimani kuwa mfalme. Bethseba amwendea Daudi juu ya Suleimani kuwa mfalme. Bethseba amwendea Daudi juu ya Suleimani kuwa mfalme. Hii ni mstari wa 15 mpaka 21. Kwa faida mtu mmoja narudia tena. Bethseba amwendea Daudi juu ya Suleimani kuwa mfalme. Mstari wa 15 mpaka 21. Na sura ya 5. Nabii Nathani amuunga mkono Bethseba. Nabii Nathani amuunga mkono Bethseba. Nabii Nathani amuunga mkono Bethseba. Hiyo ni mstari wa 22 mpaka 27. Nabii Nathani amuunga mkono Bethseba, mstari wa 22 mpaka 27. Alafu dondoo ya 6. Kiapo cha Daudi kwa Bethseba. Kiapo cha Daudi kwa Bethseba, hiyo ni mstari wa 28 mpaka 31. Kiapo cha Daudi kwa Bethseba, mstari wa 28 mpaka 31. Dondoo ya 7. Daudi awaamuru Sadoki na Nathani. Daudi anawaamuru Sadoki na Nathani. Utaona aliwaamuru juu ya nini? Juu ya wafanye nini? Daudi awaamuru Sadoki na Nathani. Hiyo ni mstari wa 32 mpaka 38. Daudi awaamuru Sadoki na Nathani. Mstari wa 32 mpaka 38. Alafu dondoo ya 8. Ya 8. Suleimani apakwa mafuta kuwa mfalme. Suleimani apakwa mafuta kuwa mfalme. Suleimani apakwa mafuta kuwa mfalme. Hiyo ni mstari wa 39 mpaka 40. Suleimani apakwa mafuta kuwa mfalme, mstari wa 39 mpaka 40. Alafu dondoo ya mwisho ambayo ni ya 9. Adonia ajiachia kwa Suleimani. Adonia ajiachia kwa Suleimani. Hiyo inaanzia mstari wa 41 mpaka mstari wa mwisho. Mstari wa 41 mpaka wa mwisho. Moja kwa moja nataka tuanze, lakini Adonia ajiachia kwa Suleimani. Inaanzia mstari wa 41 mpaka mstari wa mwisho. Tutaona kwenye hii sura, tutaona kuanzia mstari wa 28 mpaka 55. Kuanzia mstari wa 28 mpaka 53. Hii sura ya kwanza inafanana na Mambo ya Nyakati ya kwanza sura ya 29 mstari wa 21 mpaka 25. Tutapitia pia, lakini hebu sasa tuende moja kwa moja kwenye, hebu tufungue sasa Biblia zetu, tupitie moja kwa moja na tupate kuona siku za mwisho za mfalme Daudi zilikuwaje. Alafu yawezekana leo Daudi wako akaondoka. Maana Daudi wako asipoondoka wewe huwezi kuwa mfalme. Daudi wako asipoondoka wala wewe huwezi kuinuka. Kuna wakati mwingine maisha yako Daudi wako amekataa kuondoka, ndio maana wewe huwezi kuinuka. Nafasi aliyopo ni ya kwako, ili Suleimani awe ni mfalme wa taifa la Israeli, jamhuri ya muungano wa Israeli yenye makabila yote 12. Wewe tulia tu, maana nguvu ya Mungu inakuwa kubwa sana, mama huyo afunguliwe. Wewe weka kitu chako vizuri, alafu acha mama huyo afunguliwe, maana nguvu ya Mungu inakuwa kubwa sana tunapoongea habari hizi. Na mtu mwingine atakayefunguliwa, tulia tu funguliwe. Bila shaka kumbuke ya kuwa ili Suleimani awe ni mfalme ilibidi Daudi aondoke. Lakini kumbuka nyakati za mwisho za Daudi, yawezekana nyakati za mwisho katika matatizo yaliyekaa katika maisha yako. Yawezekana ni vifungo, yawezekana ni vifuniko, yawezekana ni laana, yawezekana ni uchawi,
iliyekufunika. Lakini kumbuke ya kuwa leo tunapoendelea, mimi nitaamrisha kila Daudi wako aondoke. Akiondoka anachukua nafasi yake. Twende kwa jina la Yesu. Soma kwa jina la Yesu. Bila shaka Mfalme Daudi alikuwa mzee mkonge katika siku zake, nao wakamfunika nguo lakini asipate moto. umeona, Daudi anafunikwa nguo lakini hapati moto. Daudi alikuwa na hapo tayari na miaka 70. Tayari huo ndio mwaka wake wa mwisho. Lakini kumbuka ya kuwa, kwa nini Daudi alizeeka sana na miaka 70? Daudi alizeeka sana na miaka 70 kwa sababu Daudi alikaa maporini miaka 18 akikimbizwa tu. Daudi alipigana vita vingi sana. Kumbuka ya kuwa mapigano ya kipindi kile yalikuwa yanatumika nguvu nyingi sana. So Daudi alichoka sana katika miaka 70 aliyokuwa nayo kwa sababu ya vita vile. Lakini kumbuka ya kuwa kuna watu walioishi miaka mingi kama wakina nani? Kama wakina Musa, wakina Joshua, wakina Haruni, waliishi miaka mingi. Lakini kumbuka, Daudi alipigana sana vita. Lakini kumbuka, alitumika sana. Amina watakatifu wa Bwana. Na hata Suleimani na wake wengi hao aliishi miaka 70, tunakuishi miaka mingi. Hebu twende. Kwa hiyo watumishi wake wakamwambia, bwana wangu mfalme na atafutiwe kijana mwanamwali, naye asimame mbele ya mfalme amtunze, alale kifuani mwako, ili bwana wangu mfalme apate moto. Umeona, mtu anapokuwa mzee, kumbuka ya kuwa anarudi na kuanza kuwa kama mtoto mdogo. Mtoto mdogo anapozaliwa, kumbuka ametoka sehemu ya joto. Ndio maana unaona mtoto anafunikwa sana. Mama yake anamweka alale kifuani mwake ili apate nini? Apate joto. So kumbuka ya kuwa Daudi tayari ameshazeeka. Ana nini? Hana joto tena. Lakini kumbuka ya kuwa yule mwanamwali yule Abisagi, kumbuka ya kuwa Daudi hakukutana naye kimwili wala hakufanya naye chochote. Ina maana kazi yake ilikuwa ni kumfunika mfalme tu ili mfalme apate nini? Apate joto. Lakini Biblia imeeleza vizuri sana. Lakini kumbuka, Daudi alikuwa amechoka kiasi kwamba, kumbuka ya kuwa mtu anapokuwa mzee, ndio maana una watu utaona kabisa wazazi wanapokuwa wazee, unaona sasa wanatenga nini? Wanatenga, kila mtu anakuwa na chumba chake, si ndio? Wanatoka kwenye kulala chumba kimoja, kila mtu anakuwa na chumba chake, ama kama kwenye chumba kimoja kila mtu anakuwa na kitanda chake. Nini? Wameshatoka katika masuala ya kujamiana. Bwana Yesu asifiwe. Na maana mwili sasa unakuwa umeshatoka kwenye kuwaka moto. Hebu twende kwa jina la Yesu. Basi wakatafuta kijana mzuri mipakani mote mwa Israeli, wakamwona Abishagi Mshunami, wakamleta kwa mfalme. Naye kijana huyo alikuwa mzuri sana, akamtuza mfalme, akamtumikia, lakini mfalme hakumjua. Mfalme hakufanya nini? Mfalme hakumjua. Kumbuka, mfalme alishatoka katika hali ya mwili wake kuweza kuwaka joto anapomkaribia mwanamke. Lakini kumbuka, kazi ya huyu kijana mwanamwali aliyepatikana kule Sunami ilikuwa ni kumtumikia mfalme na kumtia mfalme nini? Joto. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende kwa jina la Yesu. Ndipo Adonia mwana wa Agiti akatakabari akasema, mimi nitakuwa mfalme. Akajiwekea tayari magari ya wapanda farasi na watu 50 wapigao mbio mbele yake. Tena baba yake hakumchukiza wakati wowote kwa kusema, mbona umefanya hivi? Kisha alikuwa mtu mzuri sana, naye alizaliwa baada ya Absalomu. Akashauriana na Yoabu mwana wa Seruya na Abiathari kuhani, nao wakamsaidia Adonia wakamfuata. Ila Sadoki kuhani na Benaya mwana wa Yohada na Nathani nabii na Shimei na Rei na mashujaa wa Daudi hao hawakuwa pamoja na Adonia. Umeona sasa yale mambo ya Absalom. Absalom alipotoka kule Geshuri, tuliona jinsi ambayo aliporudi na hatimaye akalazimisha kwa kutuma watumishi wake kwenda kuchoma shamba la Yoabu ili Yoabu aende kumuona. Akamlazimisha Yoabu aende akamwambia baba yake akuwa anataka kumuona, vinginevyo hukumiwe. Baba yake alivyoruhusu akaenda na akambusu, na maana akamsamehe. Tayari kilichofuata nini?
Absalom alionekana na farasi na watu 50 wanayefanya nini? Wanayepiga mbio mbele yake. Tayari ile roho ya Absalom imeshamuingia Adonia. Lakini kumbuke, tuliona kwenye ile Samueli wa pili sura ya 3 ya kuwa watoto wa Daudi waliozaliwa kule Hebron. Tuliona mzaliwa wa kwanza akiwa ni Amnoni mwana wa mama yupi? Amnoni mtoto wa Daudi kwa nani? Si niliwahi kufundisha hapa, mama yake Amnoni alikuwa ni nani yule? Ahinoamu wa Yezreeli. Alafu wa pili alikuwa ni Danieli mwana wa yule mjane wa nani? Nabali. Alafu wa tatu alikuwa ni Bisalom mwana wa nani? Maaka binti wa nani? Wa mfalme wa Geshuri. Alafu wa 4 alikuwa ni Adonia mwana wa nani? Umeona sasa, ukisahau kule tulikotoka, ina maana huku huwezi kuelewa. Ndio maana nasema hivi, lazima tukumbuke tulikotoka. Utasoma kwa wakati wako Samueli wa pili sura ya 3. Utaona watoto waliozaliwa wapi? Waliozaliwa kule Hebroni, lakini utakuja kuona katika ile sura ya 5 utakuja kuona watoto wa Daudi waliozaliwa wapi? Yerusalemu. Tayari Daudi amekuwa ameshapakwa mafuta kuwa ni mtawala wa makabila yote ya Israeli. Sasa kumbuka ya kuwa Amnoni alishaoa Absalom, lakini Danieli alitajwa katika udotoni mwake, lakini hakutajwa tena. Hiyo ina maana ya kuwa yamkini huyu Danieli alikufa katika utotoni mwake, maana kutajwa tena. Ndio maana hatukumuona. Tuliona Absalom mzaliwa wa 3 baada ya kifo cha Amnoni, yeye ndiye akiinuka kutaka kuwa ni mfalme, lakini tayari hawapo watatu hao. Ina maana sasa mzaliwa wa kwanza anakuwa ni Adonia. Adonia anaona baba yake ameshakuwa mzee kabisa, na anajua kabisa ya kuwa kikwazo kiliyopo mbele yake cha kumzuia kuwa ni mfalme ni Suleimani. Anafanya njama, lakini kumbuka, ameshika watu muhimu sana. Maana yule kuhani Abiathari yuko upande wake, Yoabu amiri wa jeshi yuko upande wake, na ndugu zake wote kasoro Suleimani ndiye akualikwa. Ndugu zake wape pale. Lakini kumbuka ya kuwa tayari tuliona kabisa ya kuwa Mungu alimtuma Nathani amuendee Daudi katika ile sura gani? Ile sura ya 11 Samueli wa pili, wakati wa kuzaliwa Suleimani. Na kumbuka ya kuwa Mungu kupitia Nathani akasema ya kuwa Suleimani anaitwa nani? Jedidia. So ina maana Suleimani alishachaguliwa tangu mwanzo, na Daudi pia kwa pia mama yake akuwa yeye ndiye atakayekuwa ni mfalme. Mungu akuchague katika watu wengi kwa jina la Yesu. Amen. Mungu achague wewe na uzao wako kwa jina la Yesu. Amen. Mungu akuteue wewe hata mahali kuna watu wengi, nyota yako ing'ae na uteuliwe kwa jina la Yesu. Mbona Daudi na watoto wengi ambao wametangulia katika kuzaliwa kwake Suleimani, lakini Suleimani anapata kibali. Pata kibali kutoka kwa Mungu na nyota yako ionekane kwa jina la Yesu. Amen. Kama ni sehemu ya kuchaguliwa watu, basi uchaguliwe wewe kwa jina la Yesu. Amen. Mungu alimchagua Suleimani. Mungu achague nafsi yako. Mungu achague roho yako. Mungu achague mwili wako. Mungu achague nini? Nyota yako, nawe ung'ae kama nyota asubuhi kwa jina la Yesu. Amen. Hebu twende. Adonia akachinja kondoo na ng'ombe na vinono karibu na jiwe la Zoheleth ililo karibu na chemchemi ya Rogelia. Jiwe hilo ndio lile jiwe tulivyoona Absalom akisimamisha akisema kuwa mimi sina mtoto wa kuendeleza jina langu, akasimamisha hilo jiwe. Hilo ndio jiwe ile la nini? Ya Absalom. Na yeye ile roho ya Absalom ikamfuata. Yale aliyefanya Absalom ndiye anayefanya. Kumbuka ya kwa takatifu Bwana. Si bora tangesubiri Daudi afe? Unataka kumrithi mtu bado ni mzima?
Kama ni mzima, siwache yeye ndiye achague. Lakini hiyo inakwenda kumpelekea na yeye atakufa. Hebu twende kwa jina la Yesu. Akawaita ndugu zake wote wana wa mfalme na watu wote wa Yuda watumishi wa mfalme. Ila Nathani nabii na Benaya na mashujaa wa Sulemani nduguye hawakuwaita hao. Kwa nini akumuita kuita wale mashujaa? Na kwa nini akumuita Benaya? Kama kuna mtu aliyekuwa anatishia nafasi ya Yoabu, Yoabu alikuwa ni mtu asiyependa kuwa na mpinzani katika nafasi yake ya amiri jeshi. Benaya alikuwa ndiyo kiongozi ya walinzi wote wa mfalme. Wale wa Kerethi na Wapelethi na Wagiti wale wote walikuwa chini ya nani? Chini ya Benaya. Chini ya Benaya. So kumbuka jambo hilo ilikuwa inamuumiza nani? Inamuumiza Yoabu. Ndio maana kila mtu aliyepita kwenye njia yake, aliyetishia nafasi yake, alimuua. Ndio maana alimuua Abner hata kabla hajachaguliwa. Ndio maana alimuua Amasa mwana wa Abigail ambaye alikuwa ni mtoto wa mama yake mdogo kabisa. Tayari anajitenga, anajiunga sasa na Donia moja kwa moja, maana hakutaka sasa mapatano na Benaya. Lakini Abiathari je? Abiathari alikuwa ni wa nyumba ya nini? Nyumba ya Ithamar. Daudi hakumweka kuwa kama kiongozi wa makuhani. Sadoki, ukisema kwenye ile sura ya 15 kitabu cha Samueli wa pili, pale ambapo Daudi anakimbia na familia yake yote, aliyebeba sanduku la agano hakuwa ni Abiathari, alikuwa ni Sadoki. Na Mungu, Daudi alipokuwa anaongea alikuwa anaelekeza kila kitu kwake Sadoki, lakini ilikuwa ni mapenzi ya Mungu ili sasa nyumba ya Ithamar, kama alivyotoa nabii Samueli, ya kuwa ukuhani utaondoka, ukuhani mkuu utaondoka. Kwa tayari ukuhani ulikuwa unaondoka taratibu, ikielekea wapi? Ikielekea kwenye nyumba ya Eliazari. Nani yuko pamoja nami nione ukisema haleluya? Amen. Haleluya. Lakini kama ukuelewa kule nyuma, utaelewaje? So Abiathari atakufa. Lakini kumbuka tayari hapa kwenye uasi huu Abiathari wala hatakuwa tena kuhani mkuu. Kuhani mkuu anaenda kuchaguliwa nani? Sadoki. Na Sadoki ndio sasa anafanya nini? Sadoki na Nathani wao ndio wanayemtia nani? Wanayemtia Suleimani nini? Wanamtia Suleimani mafuta. Lakini kumbuka, ni kweli wabaya wako walifanya njama za kukuondoa. Walifanya njama ya kuangamiza ukoo wako. Walifanya njama ya kuangamiza familia yako. Walishika watu muhimu kwenye ukoo wako, wakatengeneza mapochopocho, wakakaa wakakujadili. Lakini katika jina la Bwana, mipango yao ninaharibu kwa jina la Yesu. Amen. Mipango yao naharibu kwa jina la Yesu. Amen. Mipango iliyobaki imesimama kwenye maisha yako na ibatilisha kwa jina la Yesu. Amen. Mipango yoyote kinyume nawe iliyepangwa ili maendeleo yako, ili mafanikio yako, ili nyumba yako, ili biashara yako, ili kazi yako isipate kuendelea, ninaipasua kwa jina la Yesu. Amen. Na kuambia kwa Daudi alivyotoa kibali akachaguliwa, Suleimani walivyosikia tu tarumbeta inapigwa, walivyoambiwa kwa Bwana kumebuma, kila mtu aliondoka kwa njia yake, wala hawakusemezana tena. Kila mtu waliokuwa kwenye kambi la upinzani wanayekupinga wewe, kila mtu aende kivyake kwa jina la Yesu. Amen. Na jengo ukuta katikati yao wasipatane kwa jina la Yesu. Amen. Kila atakaye kaa chini na kujadili habari zako wala wasipatane, na jenga ukuta katikati yao kwa jina la Yesu. Amen. Na tupa upendo wa Kristo katikati yao. Amen. Na isabaratishe mabaya yote kwa jina la Yesu. Amen. Watakatifu wa Bwana, Bwana akiwa upande wako, nani awezaye kuwa juu yako? Hakuna atakayeweza kuwa juu yako. Suleimani wala kupigana. Mimi wacha nikwambie, kuna vitu ambavyo haviji kwenye akili yangu. There are some things which cannot fit in my mind. Just for the shorter duration I have served the Lord. If you tell me that I'm bishop now, sometimes I can even dare to question myself. How comes? I sometimes do put a very big question mark. How comes that
in the span of 10 years, I am a bishop. What is not happening? It is by the will of God. It is not by the will of any man. Yani sio kwa akili ya mwanadamu yote. Ndio maana hata misa nyingine umejua kuna wakati mwingine Mungu anaweza kutendea mpaka ukijifinya unasema ni mimi hebu nisikie kwa nasikia uchungu. Ni mimi mbona nasikia uchungu? Ni mimi Sasa wakati mwingine Suleimani yupo. Hajui moja wala mbili. Lakini Mungu anaipika kuinuka kwake. Mungu aipike kuinuka kwako kuanzia leo na wazao wako kwa jina la Yesu. Amen. Mungu aipike kuinuka kwako kwa jina la Yesu. Amen. Mungu aipike kuinuka kwako na wale wapinzani wako wapishe njia upite kwa jina la Yesu. Amen. Suleimani akuhangaika. Nasema hivi. Sijaihangaikia nafasi hii niliyopo. Namshukuru Mungu maana amenipa, ndio maana. Kama nitamwangusha Mungu, basi hukumu yangu itakuwa kubwa sana maana. Vinginevyo mimi ni watu kati ya wale ambao hawastahili kuwa katika nafasi hii. Lakini maana nilipewa na Mungu, mimi sitamwangusha Mungu na Mungu aniwezeshe. Na wewe Mungu anakupeleka kwenye nafasi yako, lakini uwe tayari kusimama kwenye nafasi yako. Ndio maana leo hii mimi nasema kabisa ya kuwa Daudi yako aliyekaa kwenye nafasi yako sasa, wakati wake wa kuondoka imefika, aondoke apishe njia kwa jina la Yesu. Amen. Daudi wako aliyekaa na vifungo vikakupata wewe, akazuia nafasi yako, ukafunikwa kwa vifuniko, ukafungwa kwa vifungo. Daudi apishe njia sasa ili wewe uinuke uende kwenye hatima yako kwa jina la Yesu. Amen. Daudi aondoke kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Amen. Daudi vifungo aondoke kwa jina la Yesu. Amen. Daudi vifuniko viondoke kwa jina la Yesu. Amen. Daudi vifuniko iondoke kwa jina la Yesu. Amen. Daudi laana iondoke kwa jina la Yesu. Amen. Najua ya kuwa kuna mtu yuko kwenye nafasi yako. There is something who is sitting where you are supposed to be. But let me tell you one thing. It is time for David to move away. It is time for David to go away. Without David going away, there is nothing to do with Solomon being the king. Kama Daudi asipoondoka, hakuna jinsi ambayo Suleimani anaweza kawa kwenye nafasi ile. Ni kweli wamekula sana. Sema ni kweli mmekula sana. Ni kweli mmekula sana. Kwa niaba yangu. Kwa niaba yangu. Lakini na mimi sasa. Lakini na mimi sasa. Kwa kibali cha Mungu. Kwa kibali cha Mungu. Ninainuka juu. Ninainuka juu. Kwenye nafasi yangu. Kwenye nafasi yangu. Ya kujua neno la Mungu. Ya kujua neno la Mungu. Na kuhubiri Injili. Na kuhubiri Injili. Ya kufanya kazi. Ya kufanya kazi. Na kufanya biashara. Ya kufanya biashara. Ya kuhubiri neno la Mungu. Ya kuhubiri neno la Mungu. Karama zangu. Karama zangu. Zichukue nafasi zake. Huduma yangu iinuke juu sasa. Mungu ainue kinywa changu. Mungu ainue kinywa changu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Mabaya yote yaliyefunika njia yangu. Yaliyofunika njia yangu. Yaliyekaa kwenye njia yangu. Yaliyokaa kwenye njia yangu. Yapishe njia. Yapishe njia. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Yang'oke. Yang'oke. Kwa damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Inakwenda kwenye hatima yangu. Inakwenda kwenye hatima yangu. Watake wasitake. Jinsi Adonia alipofanya njama ili awe mfalme, akamzuia Suleimani asiwe mfalme. Wapo watu waliofanya njama na shetani na ufalme wake ili mimi nisiende kwenye hatima yangu. Jinsi Suleimani alivyotulia hakujua moja wala mbili, Mungu akatenda njia. Mungu atende njia. Mungu atende njia. Niende kwenye nafasi yangu. Wapo majini waliotumwa wengi ili wazuie njia yangu. Wapo majoka wengi waliotumwa ili wazuie njia yangu. Wapo mizimu waliotumwa ili wazuie njia yangu. Muda umefika. Chini
wote waliovaa maumbo ya viumbe hewa, vitu vinavyoniasha, vitu vinavyoniwasha, vitu vinavyotembea kwenye ngozi yangu, vitu vinavyotembea kwenye mwili wangu, vitu vinavyotembea kwenye mwili wangu, vitu vinavyotembea kwenye mwili wangu. Ni wakati wenyu wa kutoka. Ewe Daudi, nipishe kwenye nafasi yangu na kwenda kwenye nafasi yangu. Na jinsi watu wengi sana walivyojiunga na Adonia na wakamwacha Suleimani Salema. Najua wengi walitakiwa kunipa msaada wamejiunga na shetani na wakala wake. Huu ni wakati wa Bwana. Mtake msitake, lazima nijue neno la Mungu. Neno la Mungu likae ndani yangu kwa wingi. Neno la Mungu liniumbe tena. Maana imeandikwa hapo mwanzo alikuwepo neno, alikuwepo neno, nao neno alikuwa kwa Mungu, neno alikuwa ni Mungu, na katika neno yote vilifanyika. Uso wangu ufanyike, uso wangu ufanyike, ngozi yangu ufanyike, mifumo yote ifanyike, tumbo langu la chakula ifanyike, tumbo la uzazi ifanyike, akili yangu ifanyike, hatua zangu zifanyike. Wapo wengi waliofanya njama, wakaniibia nafasi yangu, wakaniibia nafasi yangu, wakaniibia watoto wangu. Na wote Mungu aliyewaumba ili wawe ni msaada kwangu. Mimi ninasema ya kuwa jinsi Sadoki na Nathani na Benaya walivyoungana na Daudi na Bethsheba, wakaungana. Baada ya kuungana, Daudi akaamrisha Nathani na Benaya pamoja na Sadoki waende kwenye kijito cha Gihoni ili atie mafuta Suleimani awe ni mfalme, na ni mafuta ya Bwana yawe juu yangu. Roho Mtakatifu uwe juu yangu, napokea upako na mafuta ya kupiga hatua kwa jina la Yesu. Vifungo vyote vivuliwe, mabaya yote yatoke na kuwa mfalme badala ya Daudi kwa jina la Yesu. Na kuwa mfalme badala ya Daudi, na kuwa mfalme badala ya Daudi, na kuwa mfalme